Sana kwenye Micharazo Time. Kama ndo kwanza nafungulia radio yako, tulianza saa 11, tutamaliza saa 3 kamili usiku. Na kama ambavyo nilikuwa nimekujuza hapo awali kwamba huu muda ni kwamba tutakuwa pia na majadiliano muhimu na ya msingi zaidi ya kujenga hususan pia yale ambayo yanaendelea katika masuala mazima ya mitandao. Na tulianza wiki iliyopita na sasa hivi ni kipindi chetu cha pili hapa katika upande wa Micharazo. So tunazungumza namna gani ambavyo wewe unaweza kuwa salama, lakini pia unatambua nini kuhusiana pia na matumizi ya internet. Na wakati wako ndio huu hapa, na nipo na mtaalamu pia masuala hayo ambao ameweza kushughulika nayo kwa miaka mingi, lakini pia ni moja kati ya watu pia ambao wanakuza na kutengeneza brandi pia za watu mitandaoni huko kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo tupo na yeye pia Mtanzania ambao unashiriki nasi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0710 au sio 0710 Kwa hiyo tupo nawe na tuendelea kuwa nawe. Kwa moja kati ya jambo pia ambalo tunatakiwa kuweza kuwa na sisi hapa kwa muda huu hapa ni kwamba kusikiliza kwa umakini, kwa sababu tunakuja sasa kuyamwaga madini ya kimitandao. Tunakuja sasa kuweka namna gani ambavyo wewe unatakiwa kuishi katika upande wa mitandao. Watu wengi wamecheka, tuseme wachache wamecheka ama wengi utaendelea kucheka, lakini pia huwezi jua lini ambayo utakuja kununishwa kupitia hapa mitandao. Lakini pia kuna watu wengine pia tayari wameshapigwa huko kwenye mitandao. Kwa vurumai ni nyingi sana kwenye mitandao. Kuna mazuri na mabaya na kila siku. Kwa hiyo unachagua nini? Sasa sisi tupo hapa kwa ajili ya kupatia madini ya uhakika. So tafadhali sana karibu na ubarikiwe sana. Hapa ni 98.4 Dodoma FM Radio Mtanzania ambao tusikilize. Unasikiliza Micharazo Time. Leo ndo ni mbali sana, ni tunabakia hapa kwenye hii engo ya mtandaoni na tutaelezea namna gani ambavyo unatakiwa kukaa salama mtandaoni. Yaani kukaa salama mtandaoni, wewe unaelewa nini? Lakini pia unatambua utapeli na ulaghai pia ambao unafanyika mtandaoni. Na mengineo mengi sana ambao unastahili kuweza kuyasikia hapa tukizungumza pamoja zaidi mpaka muda ambao tutamaliza, ambao itakuwa ni mida ya saa 3 kamili usiku. Next. Yes, bro. Niaje baba? Asante kwa sana. Kama kaa? Asante kwa. Mambo yanaenda? Mungu ni mwema. Siku nyingine tena tumekutana na ndugu yangu. Ni Aprili 25 mwaka 2025. Bila shaka kupona umetuandalia madini ya kutosha, si ndio maana yake? Sasa hii kabisa. Ni bwana noma sana. Kwa hiyo ambao tusikiliza unaweza kuchangia nasi kupitia nambari yetu ya simu, tuma ujumbe wako mfupi ambao ni 0710 Nimekuita tu Max, lakini waambie Tanzania ni unatokea kampuni gani? 1 2 3. Mimi ni Peter David Mengi. Peter David Mengi. Jina la biashara Max. Natokea Max Company Limited. Ambao mnadili na? Tunadili na issues za internet, mitandao ya kijamii, pia kufanya branding kama printing hizi. Okay, jamani mkitaka masuala kuprint sijui nini mabango, basi mnaweza mkawaona jamani. Bwana, leo stories zetu ama shughuli yetu ambayo tuko tunaizungumzia hapa ni tunazungumzia kuhusiana pia na kukaa salama mtandaoni. Ndio. Kwa sababu huko kuna vitendo vya utapeli, kuna nini. Lakini hii kukaa salama mtandaoni ni kitu gani? Kukaa salama mtandaoni ni kutunza taarifa zako vyema. Na kutunza taarifa zako vyema ni pamoja na kutengeneza hizo tunasema nini, kutengeneza neno siri ambayo inakuwa imara, ambayo unaifanyia backup, ambayo kuna ile tunasema unaweza unatengeneza neno siri alafu kuna option inakupa backup ya neno siri. Okay. Bwana, kwa hiyo ndo tunazungumza kukaa salama mtandaoni, kama tumia mtandao wa Instagram, Facebook kama nini. Kwa sababu vitendo vya utapeli pia na ulaghai mitandaoni vinaongezeka sana Tanzania. Hasa pia kutokana pia na ongezeko la huduma za kifedha kwa simu na mtandao pia ya kijamii. Watu wengi pia wanapoteza pesa kwa sababu tu hawajui jinsi gani ya kutambua pia matangazo fake muda mwingine. Ulaghai au matapeli pia wa mtandaoni. Kwa hiyo leo tuko katika hilo eneo na namna gani ya kutambua na jinsi gani ya kuweza kujilinda. Lakini mimi ningependa kuweza kufahamu kwanza, kuna aina za utapeli kwa Tanzania, aina gani za utapeli ambazo sasa hivi pia tuko nazo? Aina za utapeli sana ziko mbili kubwa. Ya kwanza, tunapokuwa tunaingia kwenye hizi kompyuta zetu au simu zetu, tupo kwenye majukwaa tofauti. Mfano, unaweza kuingia darasa kwenye jukwaa fulani la kimtandao, kuna jumbe zinazotokea ambazo sio rasmi zile. Sometimes zinakuomba kuweka taarifa zako. Hiyo ni moja ya dalili ya utapeli. Kwa sababu unakuta ujumbe unaombwa na source ambayo sio rasmi. Hiyo ni moja hapo.
Moja wapo nyingine ya pili ni nadhani tuliongelea mada iliyopita. Kufanya biashara na sehemu ambayo haijulikani. Alikuwa giza unaagiza kitu kumbe mtu ofisi yake ama address yake unakuwa uitambui. Mfano mmoja kwenyewe hiyo tulisema ya pili, kuna mazingira ya biashara yanafanyika hasa kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram. Mtu anaposti biashara lakini anafunga comment. Akishafa anafunga comment hapo, unaweza kukuta pia kwenye posti zake za biashara unakuta biashara ya mwisho kuweka ni miezi 2 iliyopita. Maana mfanya biashara yuko serious, ni kila siku ana update. Alafu anaacha comment wazi. Comment pia ukizipitia zitakuonyesha kwamba ni sehemu kitapeliwa, sababu watu watakuwa wanaleta nanili yao mawazo yao pale. Bana mimi nimetapeliwa nini, lakini sehemu kama ni sahihi pia utaona tu mwenyewe pale comment zake. Lakini pia unakuta ofisi hazipo, location inaeleweka. Na ukitaka kujua location inaeleweka unaanza kuletea ugumu wa kufika eneo husika. Hiyo ni dalili moja ya utapeli. Kama mtu anaficha ili usijue wapi anakopatikana. Ili baki option moja ya kumlipa. Anakuletea ugumu uone bwana nimlipe tu kusumbuane. Hapo stuka. So kilipa tu jamaa apatikane hata kwenye simu tena. Inakuwa imeshaenda na maji hiyo tayari. Aisee, watu wanapigwa sana hiyo. Hiyo sana na sasa ni zile tamaa. Hiyo wanapigwa sana, lakini pia ni kutokuelewa tu. Ni kutokuelewa tu. Ndio maana tunaelimisha. Ni kweli aisee. Afu pia kuna namna ambavyo watu wanapiga pia wanapigwa sana kwenye mitandao ya simu. Yani wanakuambia kwamba nimekutumia pesa kimakosa sijui nini hizi. Hizi sana. Hapo angalia basi salio lako la shilingi ngapi. Unajikanyaga, unaingia, unabonyeza, kumbe ni hela yako ile. Nirudishie hela yangu bwana, kumbe tayari umeshapigwa. Hizi pia watu zinawaliza sana. Hiyo pia zinawaliza kitu. Tunashukuru sasa hivi kidogo wametokomeza kwa sababu pia mitandao imekuwa ikitoa elimu sana. Kwamba bana usijibu ujumbe ambao hujatoka sehemu taarifa rasmi. Kwa mtandao fulani una namba yake ya kuwasiliana na mtandao. Kama kuna issue ya error utatumiwa mawasiliano na namba husika ya mtandao husika. Sio namba binafsi. Ambapo kampuni katumia namba binafsi. Kabisa. Kwamba mtu anakuambia umeshinda labda milioni 5 ila unatakiwa kutuma 50,000 ili uweze kuchukua milioni 5 yao. Kwa hiyo unajiuliza wewe mtandao gani jamani tena mimi nimeshinda, wao ndo wana hela zangu. Tena ni kwamba niwapatie tena pesa yangu ili ndio nipatie za kwangu. Kwa nini usikate 50,000? Kwa nini yani? Mara offer fake zile pale pia, kwa hiyo inakuwa noma. Kuna zile simu unapigiwa alafu watu wanashindwa kutofautisha. Mtu wa huduma labda wa mtandao X, lakini huyu si mtu wa huduma. Ni kwamba hii mitandao inakuwa na namba zao ambazo wana namba husika. Afu bahati nzuri kwa karibia mitandao yote ni namba ni moja. Namba ni moja inajulikana kabisa kwa kila anayetumia simu, kwa sababu hata tulikuwa tunashinda na labda miamala imekwama, kuna sehemu kwa tunapiga wenyewe. Tunatumia mitandao yote namba yao ni moja. 100. Au pia kila mtandao pia kwenye ofa zao na namba zao husika. Unakuta ziko 4. Wanapiga. Hata jumbe zile zinakuja kwa namba zile 4. Lakini sio unakuta namba kama ya Max imekuja pale baba. Yaani 07 ngapi unajua kabisa. Shtuka hapo. Kwa mfano naambia mwanamke mmoja huko ni kwamba alipokea message kwamba ameshinda 50,000. Umeona, ila hajafanya chochote ile pale. Kwa unajikuta hapa anakuambia kwamba hiyo pesa uliyoshinda wewe ni kwamba ipo kwenye simu yako. Sasa ili uweze kuichukua ingie moja kwa moja kwako, fanya 1 2 3 4 5 6 kwa app. Sasa Max, kuna tukitoka tunaingia Google labda wapi kwenye apps tunakutaka matangazo. Ambao hizi apps za kuweza kutazama movie. Tunataka matangazo labda ya mikopo ya fedha, labda ya fedha, labda spin zile zinazunguka 1 2 3. Hizi naweza nikajuaje kwamba hizi miyeyusho na hizi sio miyeyusho? Site miyeyusho mara nyingi zina pop up. Yaani zinakuja bila taarifa. Upo kwenye site husika afu natokea tangazo ghafla tu. Yani bila kulitafuta linakuja bila kupopa. Bonyeza hapa ili bonyeza hapa Sasa kwenye kubonyeza ile ushinde unakuta sasa nakuomba kuweka taarifa zako za msingi. Ukishaweka zile taarifa zako za msingi inakuwa ni rahisi sasa kwa mdukuzi kufanya uchato wakifanya. Kwa maana nyingi tunashauriwa kupuuzia. Hizo zinazo pop up hizo. Yaani unasema pop up sasa tunaeleweka, yani inatokea tangazo bila taarifa. Na kuna ile time ambayo tangazo la mkopo limekuja.
tangazo la mkopo limekuja, lakini rais unaona kabisa mbona kama ananirahisishia, ni hela ipo wazi. Kama hela iko wazi kabisa, ni saa yote napita nayo. Yaani kwamba bwana shilingi milioni 10, yaani mkopo andika tu namba yako ya simu hapo umemaliza. Na kitambulisho chako cha NIDA. Yaani mapema tu anaondoka na wewe. Kwa hiyo msikilizaji, hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuweza kuwa navyo makini sana. Utapeli ni mkubwa sana. Kwa hiyo usiwe na mambo ya haraka kwa kama ambavyo wamesema Max hapa. Yaani vitu vizuri vyote ndio kama vina process. Sahihi. Kwa hiyo ukitaka ni kwamba uwe miongoni kati ya watu ambao wanapata hizo vitu kwa haraka, itakukosti na utaumia, utalia sana. Kwa msikilizaji, tunaangalia namna gani ambavyo watu wameathirika kwenye mitandao, lakini pia wewe unatambua vipi kuhusiana pia na namna ya kujilinda pia kwenye hii mitandao ambayo imekuwa ikiwaliza watu wengine. Mdogo tupo naye pia mpaka mida ya 3 kamili usiku. So endelea kuwa nami hapa, naitwa Benedict Ngela. Niko na Max kama kawa, na huyu ni mtaalamu. Sasa dalili za utapeli ni zipi? Dalili za utapeli tunasema kwamba kuna, kama tulianza mwanzo, dalili ya utapeli namba 1 ndio kama hiyo, kwamba zinakuja senari, zinaingia site ambazo mfano huko kwenye mitandao ya kijamii unaagiza mzigo. Hiyo ni moja wapo utapeli. Yaani mtu anakuambia lipia mzigo nusu, alafu ukishapata mzigo utalipia pesa iliyobaki. Stuka. Mfanya biashara yuko serious, anataka kulipia hela yake cash. Ya mtu anakuambia amjuani, hajai kuonana, anakuambia kwamba basi sikilize, hebu lipia kidogo tu mzigo, hata nusu na kuletea. Hiyo stuka kabisa mapema. Kimbia nduki. Yaani kimbia. Namba 2, kutokuwa na location sahihi. Kama ambavyo tumezungumza. Bana mimi nataka nifike ofisini kwako. Bana anataja location ambayo ni ngumu wewe kufika. Umeona? Hiyo ni dalili moja hapo ya utapeli. Haya, kuna baadhi ya taasisi kuna watu wanajifanya ni taasisi, naingia labda anakuambia fanya malipo haya, lakini ukiangalia source ya taasisi wenyewe, maana kila taasisi kila sehemu ina source yake ambayo inajulikana. Kwa sababu ili kuepuka hiyo kitu lazima tufanye research kwenye kila jambo unataka kulifanya. Ili unataka kulipia kitu, mara nyingi ni issue za fedha. Unataka kulipia kitu lakini unaona kabisa hapa ni sehemu sahihi kweli. Ukiona doubt fanya research. Shirikisha hata watu wawili watatu, vipi hapa iko sawa? Mfano kama kwenye social network, kama tuko mtandaoni, kuna zile comments za chini sehemu zote mitandao yote ya kijamii na hiyo kitu yani. Utapata reviews za watu pale. Hiyo ni moja ya kufanya hizi na kujua niko sehemu sahihi au siko sehemu sahihi. Iko wazi. Lakini pia lugha, mimi nishakutana na zile messages zenyewe kwenye simu yangu. Yaani aliniambia mimi na ana hela yangu ni mtu ambaye hata kuandika Kiswahili hajui. Yaani anajiuma tu kwenye message pale, ni kwamba nijiuliza sasa huyu kaniambia yeye ni mtaalamu si ili nipate pesa 1 2 3, lakini yeye kuandika tu ni kwamba hawezi. Au pia ni kwamba kuna mtu anajitokeza anaanza kuomba taarifa zako binafsi. Hivi huwa zinakuaje? Yaani kwamba mtu anaomba labda email yako mpaka password yako. Inakuaje mpaka mtu mwingine anajichanganya anatoa? Ndio kama sasa ni jukumu letu, kama tunachozungumza sasa ni kutoa elimu. Watu wengi wanakuta elimu hawana. Tunashauriwa, tunapewa na shauriwa kutunza taarifa zao binafsi, kuto kuzitoa sehemu yoyote. Hiyo ndio jambo la msingi. Yaani taarifa zako binafsi pia na kwenye kuzihifadhi, tusizihifadhi kwenye hizi network hizi kwenye mitandao, tuziweke kwenye hard drive. Andika pembeni, alafu ziwe ni neno siri ambazo pia ni ngumu kujulikana, sio majina au mwaka. Kuna watu wengine anaweka mwaka wake wa kuzaliwa. Labda kama kazaliwa mwaka 1993. Aba mwaka 1997, anachukua ile 97. Ni kwamba anaivisha pale pap. Kwa sasa mtu akiotea hiyo 97 yako kwenye eneo lako moja. Na watu si wavivu kwamba labda Instagram kaeka hiyo 97. TikTok 97, email 97, mpaka labda benki 97. Kwa mtu akiotea benki moja kwamba huyu password yake ni 1998, anaenda kujaribu na sehemu nyingine kwa unajikuta umepigwa kizembe. Tunashauriwa tuwe kama nini password zako zisifanane. Kama ya benki iwe hivi, hii inakuwa hivi, afu pia zisiwe rahisi. Kama tulivyosema usiweke mwaka wala majina. Ni mbona sikiza hata wanao develop pia kwenye hizi app ambazo tunatumia kutoa pesa na kuweka pesa. Wanakutaka wao
uweke hizi alama za maandishi, labda uweke alama hizi kama koma nini, wanakuambia uanze na herufi kubwa, andika maneno lakini zikosekane namba. Sure. Yaani kwa hiyo inasaidia kwa na usipokamilisha ni kwamba password haiungiki. Sahihi. Kwa hiyo pia nadhani imesaidia sana kwa kiwango kikubwa mtu watu kujua kabisa kwamba okay. Hapa nikijichanganya yani sitaki kuweka neno au unaweka jina la mtoto wako tu labda Juma. Watu wanajua kuotea. Anafuatilia Juma amezaliwa mwaka gani? Mle. Anaanza kuunganisha ndende. Juma 2005. Akipata anaondoka naye. Afa jamani wajanja sana. Kwa mfano hao ambao wanakuja na matangazo ya waganga na wamaliza wengi unatabiliwa na mganga ambaye umjue anakuambia anaweza kukutibia 1 2 3 4 5 6 tukusane wapi sehemu fulani. Haya sawa. Hey, mwisho siku si mganga kweli. Kumbe alikuwa anataka pesa yako na akakimbia. Lakini kwa sababu una matatizo pia, jua sehemu ya kwenda kutatua matatizo yako, usikulupuke. Yaani masuala ya kurupuka achana nayo. Sasa nataka nikazie hapo sana kwenye issue ya kutambua wizi. Mfano kwenye hizi issue tunazungumzia za kununua, kulipia vitu. Ndio kuna moja hapo hii pia nadhani watu hawaielewi. Unajua bidhaa zote zinazouzwa waga tofauti yake ni ndogo sana baina ya duka na duka, sehemu na sehemu. Sasa ukikuta sehemu bei imekuwa ndogo zaidi kuliko sehemu zote hizi, hiyo stuka. Nadhani hiyo ndo wengi nawapiga sana kupenda kitonga. Hiyo anaumiza sana. Maana ukikuta shop hii kama tofauti itakuwa ni 1500. Ndio tofauti yake. Ukiona sehemu moja ni hivyo. Sasa unakuta sehemu sasa unakuta 30%. Kama kitu ni 10,000 unakuta kinauzwa 4,000. Hapo tayari unaibiwa. Tunajipaga moyo kwamba ukiagiza vitu mtandaoni bei rahisi. Ila ni kwamba isivuke mipaka. Kwa dadangu mmoja alikuwa na vyombo, anauza vyombo hivi kwa rejareja. Sasa akutana na mtu mtandaoni anauza kwa jumla, anakuambia niagize kutoka China. Bei hivi yani bei yani buku jelo kitu cha 15,000 labda kwa huko. Sasa akaona sikapata. Tuma fedha nyingi sana kwa ajili ya kufungiwa mzigo. Anza kupiga simu, namba ile haipatikani, na tena kipatikana anajibu matusi, ikawa imeenda hiyo. Unamdai vipi? Amjaandikishana. Na nje tu ya kuandikishana ni kwamba yani ulimwaminiji mtu ambao umuoni. Na ofisi yake hujui. Unamjua ni fulani mtandaoni anajipostinga tu, anaposti picha za South Africa. Afu hata hiyo wanaume tunapigwa sana. Kuna DM mtoto unajua yuko Bongo, kumbe kuna mambo mmoja anachukua picha za mtu wa Ghana huko anazipostingi kwenye akaunti yake. Kuna utapeli mpaka wa kimapenzi. Tena wewe sana. Unatokea sana. Afu kishaombo 10,000 ukituma imeisha hiyo. Afu sasa mtoto anakujibu vizuri, kumbe mwanaume tu. Anarani sasa ukipiga simu niko na wazazi mjembe, yani kwanza anatoa message usipige, anakata. Anakutumia niko na wazazi siwezi kuongea na simu. Nitumie basi 50 hapa mimi nakuja. Wanaume hivi wameingia mkenge sana. Mwanangu umeshaki. Mwanangu mmoja ndo ameshaki, wewe kishaingia mkenge sana kwenye maeneo. Yani nadhani anatusikiliza kama yapata elimu. Anatusikiliza yule kila siku yuko na sisi. Basi vizuri. Yani juzi tu la kizembe. Yani juzi tu hapa. Sasa anatumia bana noma, unajua zile pale tunampenda vitu wanaume. Noma bana, na chat naye nini kila kipiga simu. Tuna sasa simu namba simu hajapata. Kwa inabidi apige kwenye Instagram. Sasa alipokuwa wajanja, sijui wanafanyaje lakini wanatumia pia hata namba za simu hizi, majina ya miamala. Jina lolotumia na namba ya simu ni vile vile. Kama inaitwa Viki na kwenye simu ya Viki. Kwa unaona jina ndio lile. Ila pia unajua kwenye mitandao tunatumia majina sana ambayo sio ya kwao. Kuwapata ndugu zetu siku hizi imekuwa ni shida sana. Viki anajiita Viko ni mtu kama Mchina yani. Yani familia yako unaweza kuwa unapishana nayo mtandaoni kila siku unailike lakini hujui yani. Mtu kapiga filter, mtu kafanyaje kuona unajua ila kumbe anatumia majina mengine tofauti. Asante bwana msikilizaji ambao unaendelea kuwa nasi kwa sasa hivi. Hii ni elimu ambayo unaipata kila Ijumaa hapa kupitia Micharazo Time ya 98.4 Dodoma FM Radio. Na leo tunaangalia ama tunazungumza, tunafanya discussion yetu hapa kupitia namna gani ambavyo wewe unaweza ukawa salama mitandaoni ama unaweza ukawa salama pia mtandaoni. Kwa makini lakini pia kwa mwangalifu. Chochote unachokiona pia ni kwamba usikichukulie kwa faida, vinginevyo achana navyo. Sio lazima. Pia watu wanaposti vinginevyo wanaopenda hizi picha za ngono hizi. Kwa sasa wanakuletea tangazo la picha ya ngono
unabonyeza. Ukibonyeza inaanza kuomba taarifa zako binafsi, mwisho siku unaingia mkenge. Yeah, na hizo na mara nyingi ndo zinazo pop up hizo. Unaingia tamaa za kijinga, hapo unaingia hasara kubwa. Sahihi. Unajikuta pia umeliza. Kwa hiyo pia ni jambo la kujiangalia sana. Sasa tuambie hatua za kuchukua, jinsi ya kujilinda na utapeli, lakini pia na masuala haya ambayo si salama sana kwenye upande wa mitandao ya kijamii. Njia za kujilinda, cha kwanza kabisa, hivi vifaa vyetu vya elektroniki hivi wao ina tabia kutu update, yani kukupa zina pop up kwamba unabidi uupdate kifaa chako. Ile kitu muhimu sana. Muhimu sana. Ukishaweza kuwa una update kifaa chako mara kwa mara, cha kwanza kabisa inasahihisha mapungufu ya miundo ya mwanzo ile, kwa sababu kwenye hizi program kila siku hapo wanafanya marekebisho ya site zao na kila kitu. Kwa hiyo unapokuambiwa updates, itimizi kama unapata setting mpya za ile program unayotumia, na pia unakuwa umeshagundua udhaifu wa kitu fulani. Kwa hiyo pia inakuwa inaongeza ulinzi wa kifaa chako. Kwa hiyo tusipuuzie unapopata ujumbe wa ku-updates kifaa chako. Watu wengi sana wana skip. Hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo inasaidia inaleta virus, ama usipo update nini kinatokea? Ku-update ni kwamba kifanya nini, mfano kama software yako iza ya simu au ya kompyuta. Hizo sehemu zote ambazo labda dalili kwamba ni simu, labda simu fulani kwenye kampuni yao, maprograma hapo kila siku kuangalia madhaifu ya device yao. Okay. Umeelewa? Tunaongeza kipi, tunapunguza kipi. Kwa hiyo unapofanya ku-update wewe, ni maana unaingia mfumo mwingine mpya wa kiusalama zaidi. Okay. Wanakuwa wameshajua mapungufu fulani, wameshaweka kama ni security na kwa imeongezeka. Okay. Ni kitu muhimu sana. Oh yeah? Usa ni simu zetu pia. Sana, ni kitu hiyo, ni kitu namba moja kabisa. Tusikip kwenye hicho kitu. Okay, na app pia, kwa sababu app mtu mwingine hizi hapa wanazotumia ba Instagram au Facebook inakwambia maana update, lakini wewe update pia, na yenyewe pia inawezekana madhara hayo. Yeah, kwa sababu unapo update inaongeza na nini vipengele vipya vya ulinzi. Mara nyingi inakuwa ni hivyo. Okay. Noma. Mengineyo kikubwa ni hicho, lakini kwenye hii kikubwa sana ni hicho. Watu ku update. Wasipuuze kabisa, yani hata kidogo. Alafu kitu kingine, tunapokuwa kwenye public hivi, let's say office fulani, tusitumie sana data zetu. Kama hiyo eneo lina wifi, tumia huo mtandao wa kushare huo. Huo mtandao wa kushare unapotumia kidogo, unakuwa salama zaidi wewe. Maana ukiwa unatumia mtandao wako wewe, rahisi pia mtu kudukua, kwa sababu unapotumia mtandao wako wewe pia anaweza kutumia line yako kupata taarifa zako, mpaka IP address nini. Na pia tunashauriwa kutokuweka na taarifa zako rasmi unapokuwa unatumia pia mitandao. Okay. Kwa mfano, wengine wanasema kwamba ni hatari zaidi ukitumia wifi utakapoenda sehemu labda kwenye mikusanyiko ya watu wengi, kwamba ndio unaweza kukupiga. Vyote vinawezekana. Kimsingi usiweke taarifa zako muhimu. Ni hatari zaidi ukiwa unatumia mtandao wako peke yako. Yaani unatumia mtandao wako husika kutumia data zako. Kwa watu wanaweza kapenyeza pale. Ukapita. Kwa sababu unapotumia mtandao wako ni rahisi kujua na device yako kila kitu. Tofauti na kutumia na wifi. Yes, kuna mengine ambayo pia ni kwamba unaweza kuyafanya. Kwa mfano, unaweza kutoa taarifa pia na kuzungumza na watu. Kwa mfano hapa tuko 4, si ndio? Tunasikika 2. Lakini pia katika hao 4 ambao tupo ndani sasa hivi, ndio kwamba mimi nikipokea ujumbe fulani labda wa fedha fulani, nisijione kama ndo nimejipata, niwashirikishe na wengineo. Kwa sababu nasikiliza kuna 1 2 3. Kuna mmoja tokea tu watapeli. Hawa mtu anayejua na atakusaidia moja kwa moja. Lakini pia kama tulivyosema, angalia pia akaunti rasmi ya mtandaoni pia, hiyo isiyo fake, lakini pia omba ushauri kwa marafiki kama hivyo, ripoti utapeli huo. Lakini pia kwenye kujazia kwenye wifi pale, fanya vitu vyako vyote, lakini usifanye hizo za kimyamara. Ni hatari zaidi. Hebu hiyo kazi. Mimi na tabia hii. Baba, fanya vyote. Yaani fanya vyote. Ila kwenye issue za kimyamara usifanye. Usitoe pesa kwa kutumia wifi. Okay. Ni mbaya sana. Kwa mtu anaweza akajua, kwa sababu unapotumia mitandao unapotumia hizo app za kutoa pesa, unakuwa unaweka taarifa zako binafsi. Kweli. Ndio unakuwa hapo. Sasa kuweka taarifa zako binafsi ni rahisi sana kudukuliwa. Tuepuke hicho kitu.
hiyo kweli unabamiza. Hiyo pia yenyewe, kwa hiyo tuwe makini sana. Yes. Lakini pia tushaviongelea vingi, hakiki ujumbe, usitoe taarifa zako binafsi, angalia akaunti rasmi, omba ushauri kwa marafiki, ripoti utapeli. Yes, na mengineo ya uhakika zaidi ambayo tumeyasema hapa. Kwa kila namna ambavyo unachokiona kitu ambacho si cha kawaida kwenye mtandao, basi ni kwamba usihangaike nacho. Yani pia mamlaka sasa zinatusaidia sana. Tusipuuzie. Mfano tunapata sana jumbe nyingi kutoka polisi. Usitapelike, ukiona kuna kiashiria hiki na hiki, wasiliana hii. Tusizipuuzie zile messages zile. Tuzifanyie kazi. Kwa unapoona kuna kiashiria cha utapeli, ripoti. Mara uzuri umekupa kila kitu pale, namba za simu nini. Okay. Usitapelike, na wewe unakuja kabisa ujumbe usitapelike. Herufi kubwa. Usitapelike. Sio usiku, si mchana, ukija umekuja ule. Tunashukuru Mungu watu wanaamka na wanafanya hivyo vitu. Na ukifuatilia hata research ndogo ule, mfano kama kuna ule utapeli umezagaa sana mwanzoni ule, tuma kwa namba hii, tuma kwa namba hii. Ukifuatilia sivi kidogo umepungua. Umepungua sana. Lakini kwa sababu ya kutoa elimu na jeshi la polisi pia kuingilia kati pale na kuweka urahisi wa kuwasiliana. Kwa jeshi nyingine gani urahisi wa kuwasiliana. Kabisa iko hivyo. Lakini pia ukiogopa, na kwa nini uogope? Ukiona noma sana, piga mtandao wako husika. Baba waambie changamoto unaipata 1 2 3, namba hii imefanya hivi 1 2 3. Na kizuri ile nia inapigika na mitandao yote. Yaani ile nia haimtupi mtu. Haimtupi. Kwa hiyo ni wewe tu kuchagua kwamba bana hii mimi naondoka nayo. Yaani kwamba ukiona tu kitu sio chochote tena wanakupoteza, ukipiga wanakushukuru. Unajua bana kuna story moja mimi pia nishakutana nayo hiyo. Dada wa kazi aliachiwa majukumu na bosi wake. Bana ile 500 utamtumia mtu. Namba nitakutumia. Nadhani ile bosi wake waje confirm namba ya kutuma. Huku na huku dada kapata namba. Ile pesa tuma namba hii. Akili yake moja kwa moja kajua ni bosi wake ndo kamtumia namba. Bana. Kachukua mzigo, kaenda kwa wakala. Katumia ile pesa. Mimi ambacho kicheko kunikuta ni hiki. Bora hata umenikumbusha hiyo story. Nilikuwa unajua zile tarehe za mwishoni mwa mwezi. Ndio. Kwa sababu kuna majukumu mengi, kama sio maji itakuwa umeme, kama sio umeme, kuna bills tofauti zinajitokeza. Sasa ikatokea bill moja ambayo ni ya nini? Ya kulipa kodi pango. Kwa hiyo sasa yule jamaa kama vile alikuwa alinijua kama ni time yangu mimi kulipa kodi, akanitumia tu message mapema sana. Usitumie ile namba ambayo unatuma pesa kila siku. Naomba utume utakapokuwa unatuma pesa. Asubuhi nimeamka nimekutana na ule ujumbe, nikaupuuzia. Nikausoma nikauacha. Sikuujibu. Niko tena serious. Tafadhali sana usahau. Hii hapa ndio namba ya kuweza kutuma, ile usiitumie kabisa. Sasa nikawaza. Nikakaa. Yaani kabisa nilikuwa naingia mkenge. Kabisa nilikuwa naingia mkenge. Kwa sababu ndio siku zenyewe. Ila baadaye nimekuja zangu jawabu nikakaa nikasema nimpigie kwa sababu anaga huo utamaduni wa kufanyaje? Akukukumbusha. Yaani anaga yuko na busy na mambo yake. Sasa nikampigia bana namba nimeiona ile, kwanza nilipiga ile namba ikawa haipatikani. Haipokeleki nikaona huyu mjanja. Nikapiga kule. Sasa mimi hiyo namba sina. Sasa hiyo ndio unakuwa una kitete. Bro. Hiyo umeenda na maji. Ila yenyewe unakuta umekopa kwa sababu. Wewe hiyo umeenda na maji. Baba, hatari. Nikajiona mwenye akili sana. Nilichokifanya ile namba ni kuanza kuijibisha. Unajua bana, nilichofanya mimi research changu kidogo sana. Hao jamaa wana tabia kubahatisha. Unajua kwa maisha yetu ya kila siku, huwezi kumkosa mtu mwenye shida hiyo. Iko wazi. Kwa akitumia watu 1000 wenye shida hiyo, watu 3 4 atawapata tu. Sasa jukumu letu sisi kuwasiliana hiyo kitu bana. Ujumbe upiga simu, unaona haijapokelewa, kama ulikuwa unasema unapiga unatuma hela, piga kwa muhusika. Yaani usifike tumetumia message ujumbe hapo unaenda kutuma hapo. Yaani hata kama message imekuja kutoka hata kwa mzazi wako. Kwa sababu pia zinatokea, kuna watu wanaiba simu. Kama kuna siku moja mimi kuna system moja ni rafiki wa mshikaji wangu. Nishangaa tu imeingia message bana, nisaidie kuniazima shilingi 50,000. Ni mtu ambaye hatuna mazoea kabisa hiyo kitu ya kuazima.
Nikasema kwa heshima nilikuwa nayo nikataka nimtumie, lakini mimi nadhani kaida ya watu wengi huwa tunauliza kwanza nikutumie namba ipi. Yes. Kwa sababu pia sio la kulisahau. Nakutumia namba ipi, kila mtu sina na namba yake kwenye simu. Watu na mikopo kwenye simu wanaogopa kitumia na katwa juu kwa juu. Kabisa. Wanakuwa na mbadala. Kwa hiyo nikasema nimpigie. Nilimpigia kupokea. Umeona? Sababu nzuri kuja kupigia mara 3 hivi ndio ametoka kufunga line na renew line. Kwa alichofanya first time. Akasema bana nimepigwa na watu wengi sana. Wanasema mimi nimeombea bana, mimi simu yangu nimepoteza. Inaonekana mtu alichukua simu yangu anaomba watu wangu wote kwenye simu. Kwa hiyo hata kama namba imetoka kwa mtu unayemfahamu, kama kuna mazingira unahisi kabisa haya sio mazingira sahihi, hebu wasiliana naye. Na hiyo ni noma, siku hizo wanadukua mpaka WhatsApp hizo. Unaona wanachati na yule jina lile. Wanafanya hivyo vitu. Kumbe bana, alafu nakwambia ingia kwenye linki, ukishaingia tu yani umeshaenda na maji mapema saa 12 asubuhi. Lakini pia kuna hizi kama tulivyokuwa tunaongea kwa issue za wifi hizi. Kama unaweza kuna hizi na VPN safe. Unaweza kutumia kwenye issue kama hizo za wifi. Okay. Kuweza kufanya mambo yako. Unawasha wifi na VPN yako. Yes. Ambapo kuna sehemu ambayo ina hide taarifa zako binafsi. Okay. Hiyo nayo nzuri. Zipo zile safe ambazo zinauzwa kabisa vizuri mtandaoni, fresh unatumia. Inaficha taarifa zako binafsi. Noma sana. Noma kwa leo si tunaishia hapo. Kumbuka pia ni mijadala hii itaendelea kila Ijumaa ambao tutakuwa pamoja hapa tukiwa tunazungumza na wewe Mtanzania, ambao pia unatupatia picha ya namna gani pia mambo yako ya kimtandao pia yanakwenda. So leo tuko mengamua mengi sana kwa namna gani unaweza kuzuia utapeli wa kwenye mitandao hii ambao watu wengi wanalia, wengi wanaumia na imekuwa hivyo yani. Kwa hiyo kuhakikisha hilo tunalizuia kwa pamoja, basi ni kwamba tu tunaungana kwa pamoja hapa kupitia Micharazo Time ya 98.4 Dodoma FM Radio. La ziada mix kama unalo. Na ziada tu tunakumbusha wasikilizaji kama wanapaka waendelee kutuma jumbe changamoto, kwa sababu jinsi tunabidi kupata maoni ya jamii tofauti. Ili tuweze kuwapa bana changamoto ipi na wasumbua watu je kuwapata nani elimu. Kwa sababu unaweza ukatoa nani elimu hii, lakini ukiingia ndani zaidi unakuta kuna watu na changamoto nyingi ambazo unakuta sisi pia tuzijua na za kimitandao ambazo kweli si wanaziface. Lakini kikubwa kabisa taarifa zao ziwe binafsi waweze kuzihifadhi, kwa sababu kuna watu wana tabia kuhifadhi taarifa zao binafsi kwa kutumia browser. Labda Chrome labda nini, anatafuta kwa email anaweka nani taarifa zake zote za password nini. Hiyo sio nzuri. Chukua peni, labda mtu aje kuvamia ibe notebook yako. Weka pembeni. Au kuna hizi iCloud ambazo ni safe. Weka kwenye iCloud safe kwa ambao mtu hawezi pia kudukua kufika kule. Sio tu umeingia sehemu labda Google umefungua kadubasha kako pale Google unaandika pale tua. Hapana, hiyo ni rahisi, mtu akidukua anadukua mfumo mzima. Mfano kama kuna browser inaitwa Google Chrome, ina tabia ya kuhifadhi taarifa, mfano kama neno siri. Mfano ukisaini siku ya kwanza labda umeingia Facebook, ukiandika password na ukiandika username yako na password, kuna option ya kuletea kwamba tu save hii taarifa. Ukisha save hii taarifa ni inakuwa huko kwenye hatari. Au mtu akichukua tu hata simu yako bahati mbaya pale, hata kama huko nje ukisema wameiba nini, akiingia tu kwenye ile browser akiandika tu Facebook inakuja pale neno siri na username. Afu unajua hiyo watu wanaifanya sana hiyo. Hiyo sio nzuri. Ukiwa unaingia kwa mfano kwenye browser, ukitoka wewe clear kabisa data. Yaani mtu anaingia labda mitandao yake yote inakuwa iko wazi. Password moja tu ya simu ndio inakuwa labda haiko wazi. Kwa simu ikifanikiwa tu watu kuifungua, wanakutana kila kitu chako kiko open. Au mtu akipata email yako tu na password yako, kwa sababu akisign tu kwenye Google Chrome yoyote, kwenye browser yoyote, email yako ile, zile taarifa zako zote zinakuja pale. Akiingia Facebook password inakuja pale. Inayo linongwa sana. Sasa usio unabidi ukiwa unaingia kwenye hizo browser, make sure una clear kabisa data zako. Kutoka pale kuna sehemu ya ku-clear. Inafuta data zako zote. Noma. Tusiwe vivu wa kukariri vitu vyetu. For real. Tena kama wengine simu mitandao ndio biashara, kwa hiyo tuwe makini zaidi, au si? Bado watu wakitaka kupata na kupataje? Kwa namba ya simu ni 0763
07 63 63 46 40 59 46 40 59. 59. Na namba nyingine hapo kuna 0656 656 0656 26 26 40 40 59. 59. Kwenye mitandao ya kijamii ukiandika Max 23 tu umenipata. Max brand 23. Ndio limepita hiyo. Hiyo. Basi bana, Watanzania ambao tuko nasikilizana, mbarikiwe sana kwa kuwa nasi, na huu ni mfululizo wa hichi kipindi ambacho kitakuwa kinakujia kila Ijumaa kwa mawiki kadhaa ambao tupo nawe. Kwa hiyo hili si ila kupitwa nalo. Hakikisha ni kwamba unakuwa nalo kila siku, na maisha pia ni kwamba yanaendelea, unajifunza, unang'amua baadhi ya vitu, pia maisha yanaendelea. Mimi naitwa Benedict Ngela. Asante, pia niko na Max, nilikuwa naye hapa, DJ Bimbim pia nilikuwa naye hapa. Kwa hiyo sina bidi tuondoke hapa. Leo ni weekend, kwa hiyo burudani zimepigwa nyingi sana. Bimbim mtampata wapi? Rainbow leo, si ndio? Na kuchapa pale mitaa ya Rainbow au sie. Wengine sisi ni wahangaikaji, kwa hiyo tukaendelee kuhangaika.